Yes, kutoka uwanja wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na kama unavyoshuhudia kocha Dimitri Pantev ameshawasili katika uwanja wa kimataifa International Airport Tanzania Julius Kambarage Nyerere, na kama unavyotazama waandishi wa habari ni wengi kweli kweli, na mashabiki wa klabu Wekundu Msimbazi Simba wako tayari kabisa kumpokea. Na kama unavyotazama kocha huyo hapo, meneja amewasili huko akiwa amevaa jezi nyekundu ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Ni jambo zuri kweli kweli, na kama unavyotazama huyo hapo kocha akiwa na furaha, akiwa tabasamu lake liko vizuri kweli kweli. Lakini pia kwa mujibu wa afisa habari wa klabu ya Wekundu Msimbazi Simba Ahmed Ali Shaban, na pia akiweza kusema kwamba mchakato wa kuweza kumtafuta kocha huyo ulikuwa ni mchakato mrefu kweli kweli. Mchakato wa kuweza kumpata kocha huyo suala lake halijaanza miezi miwili ama wiki mbili zilizopita, miezi mitatu mpaka miezi sita. Mchakato wa kuweza kumtafuta kocha huyo ulishaweza kupatikana muda mrefu kweli kweli. Lakini kiukweli kutoka katika uwanja huu ni kama vile mashabiki wa Simba wamefurahishwa na kutangazwa kwa kocha huyo ama meneja huyo. Mchakato wake umekuwa ni wa kutolea tafsiri kubwa kweli kweli. Lakini kiukweli hapa katika uwanja huu wa Julius Kambarage Nyerere, uwanja wa ndege, akionekana wa kufurahi kabisa, na kama unavyoshuhudia hapo akiwa anafurahi, akiwa tabasamu lake linaonekana kama vile ni kocha ambaye alikuwa ndoto yake kubwa kuja kuifundisha wana lunyasi Wekundu Msimbazi Simba. Ndio kitu pekee ambacho kinachoonekana, akiwa mwenye furaha, akiwa mwenye bashasha, akiwa mwenye tabasamu iliyokuwa zuri kweli kweli. Lakini pia ameongozana na kocha msaidizi, na kama unavyotazama kocha msaidizi huyo hapo, wote wakiwa wamevaa jezi nyekundu, jezi ya meneja Pantev, nyuma yake ikiwa imeandikwa jina hilo la Pantev, kwa maana kwamba Dimitri Pantev, na kocha msaidizi pia jezi yake ikiwa imeandikwa, lakini bado najaribu kuchunguza nyuma ya mgongo wa jezi kocha msaidizi imeandikwa jina la aina gani. Na mimi hapa nipo kuweza kukuambia kinachoendelea katika uwanja huu. Jaribu kusoma, kameramani naye pia anajaribu kuto kuituliza picha, lakini nitajaribu kuiangaza hapo ili nione kocha msaidizi jina lake liko vipi. Lakini mapokezi yamekuwa ni makubwa kweli kweli, mapokezi yalikuwa ni makubwa, na kila mmoja amefurahishwa sana hichi kitendo cha klabu cha Wekundu Msimbazi Simba kuweza kumsajili kocha wa aina hiyo. Mapokezi ni makubwa, mashabiki wote wa Simba wakijaribu kufurahishwa na kile kitendo ambacho kilichoweza kufanywa na viongozi hao, ni kama vile kimewafanya mashabiki kufurahishwa. Na moja kati majina ambayo anayosikika kuitwa kwa kocha huyu anaitwa kocha matatu, kocha michoro kocha anaitwa kocha michoro, kocha matatu, ndio majina ambayo wengi wao wameshaweza kumpa jina la kocha huyo. Kwa hiyo kutoka hapa katika uwanja wa kimataifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ni mapokezi ya meneja mpya wa klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba Dimitri Pantev kutoka pale nchini Bulgaria, na moja kati ya klabu ambayo aliyokuwa akitumikia ni klabu ya Gaborone United pale nchini Botswana. Ndio kitu pekee ambacho alichokuwa amekifundisha kutoka katika klabu hiyo huko nchini Botswana. Lakini kutoka hapa katika uwanja wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na kama unavyoshuhudia ujio wa kocha huyu ni bonge moja la ujio. Kila shabiki amefurahishwa na kitendo ambacho kilichofanywa na viongozi wa klabu hii ya Wekundu Msimbazi Simba. Ni kocha mwenye historia nzuri, ni kocha mwenye falsafa ya kulipiga boli. Kitu pekee ambacho mashabiki wa Simba wamefurahishwa kumuona kwa kocha huyu ni kocha mwenye uthubutu. Unaposema uthubutu, ni yule kocha ambaye
asiyekuwa mtu wa kujivunja kusema kwamba mchezo huu ni defense, niweze kurudi nyuma nizuie, lakini huyu kocha yeye ajali hilo, ni kocha wa kufunguka, kwa sababu hata ukitazama klabu ambayo aliyotokea Gaborone imecheza na Simba hapa, umeona Simba jinsi gani walikuwa wakistruggle kuweza kufanya mashambulizi kwa haraka zaidi. Ni kocha ambaye mwenye mbinu nyingi, ni kocha ambaye mwenye ujuzi uliokuwa wa kifani. Kwa hiyo kutoka katika dimba ama katika uwanja wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Airport, kama unavyoshuhudia ni ujio wa kocha Dimitri Pantev, amewasili salama hapa nchini Tanzania na tayari anaenda kukabidhiwa majukumu mapya. Majukumu gani hayo? Tusubiri hapo hapo. Kweli mchakato wa kuweza kumpata kocha huyo swala lake halijaanza miezi miwili ama wiki mbili zilizopita, miezi mitatu mpaka miezi sita. Mchakato wa kuweza kumtafuta kocha huyo ulishaweza kupatikana muda mrefu kweli, lakini kiukweli kutoka katika uwanja huu ni kama vile mashabiki wa Simba wamefurahishwa na kutangazwa kwa kocha huyo ama meneja huyo. Mchakato wake umekuwa ni wa kutolea tafsiri kubwa kweli, lakini kiukweli hapa katika uwanja huu wa Julius Kambarage Nyerere, uwanja wa ndege, akionekana wa kufurahi kabisa, na kama unavyoshuhudia hapo akiwa anafurahi, akiwa tabasamu lake linaonekana kama vile ni kocha ambaye alikuwa ndoto yake kubwa kuja kuifundisha wana Lunyasi Wekundu wa Msimbazi Simba. Ndio kitu pekee ambacho kinachoonekana, akiwa mwenye furaha, akiwa mwenye bashasha, akiwa mwenye tabasamu iliyokuwa zuri kweli, lakini pia ameongozana na kocha msaidizi, na kama unavyotazama kocha msaidizi huyo hapo, wote wakiwa wamevaa jezi nyekundu, jezi ya meneja Pantev, nyuma yake ikiwa imeandikwa jina hilo la Pantev, kwa maana kwamba Dimitri Pantev, na kocha msaidizi pia jezi yake ikiwa imeandikwa, lakini bado najaribu kuchunguza nyuma ya mgongo wa jezi kocha msaidizi imeandikwa jina la aina gani. Na mimi hapa ndipo kuweza kukuambia kinachoendelea katika uwanja huu. Jaribu kusoma, kameramani naye pia anajaribu kuituliza picha, lakini nitajaribu kuiangaza hapo ili nione kocha msaidizi jina lake liko vipi. Lakini mapokezi yamekuwa ni makubwa kweli, mapokezi yalikuwa ni makubwa na kila mmoja amefurahishwa sana hichi kitendo cha klabu cha Wekundu wa Msimbazi Simba kuweza kumsajili kocha wa aina hiyo. Mapokezi ni makubwa, mashabiki wote wa Simba wakijaribu kufurahishwa na kile kitendo ambacho kilichoweza kufanywa na viongozi hao, ni kama vile kimewafanya mashabiki kufurahishwa. Na moja kati majina ambayo anayosikika kuitwa kwa kocha huyu anaitwa kocha matatu, kocha michoro kocha anaitwa kocha michoro, kocha matatu, ndio majina ambayo wengi wao wameshaweza kumpa jina la kocha huyo. Kwa hiyo kutoka hapa katika uwanja wa kimataifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ni mapokezi ya meneja mpya wa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba, Dimitri Pantev, kutoka pale nchini Bulgaria, na moja kati ya klabu ambayo aliyokuwa akitumikia ni klabu ya Gaborone United pale nchini Botswana. Ndio kitu pekee ambacho alichokuwa amekifundisha kutoka katika klabu hiyo huko nchini Botswana. Lakini kutoka hapa katika uwanja wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na kama unavyoshuhudia ujio wa kocha huyu ni bonge moja la ujio. Kila shabiki amefurahishwa na kitendo ambacho kilichofanywa na viongozi wa klabu hii ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Ni kocha mwenye historia nzuri, ni kocha mwenye falsafa ya kulipiga boli. Kitu pekee ambacho mashabiki wa Simba wamefurahishwa kumuona kwa kocha huyu ni kocha mwenye uthubutu. Unaposema uthubutu, ni yule kocha ambaye asiyekuwa mtu wa kujivunja kusema kwamba mchezo huu ni defense, niweze kurudi nyuma nizuie, lakini huyu kocha yeye ajali hilo, ni kocha wa kufunguka, kwa sababu hata ukitazama klabu ambayo aliyotokea Gaborone
imecheza na Simba hapa, umeona Simba jinsi gani walikuwa wakistruggle kuweza kufanya mashambulizi kwa haraka zaidi. Ni kocha ambaye mwenye mbinu nyingi, ni kocha ambaye mwenye ujuzi uliokuwa wa kifani. Kwa hiyo kutoka katika dimba ama katika uwanja wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Airport, kama unavyoshuhudia ni ujio wa kocha Dimitri Pantev, amewasili salama hapa nchini Tanzania na tayari anaenda kukabidhiwa majukumu mapya. Majukumu gani hayo? Tusubiri hapo hapo.